Taarifa za mzee wetu kufariki, alifariki majira ya saa 8:30 usiku. Alikuwa akitibiwa katika hospitali ya jeshi, na usiku hali ikawa imebadilika, maana alipelekwa pale alikuwa na kama wiki hivi anatibiwa, ila kwa siku ya jana hali ikabadilika zaidi na ndipo mauti ukamkuta kwenye hospitali hiyo. Okay. Ndio. Na mara ya mwisho alikuwa anaishi katika mazingira gani? Sasa katika masuala ya ugonjwa au nini ambacho kilikuwa kinamsumbua? Ilikuwa namsumbua masuala ya kupumua, swala la upumuaji ilikuwa namsumbua. Kwa hiyo mwishoni huku pumzika zinamkaba zaidi, ndio ikapelekea umauti wake. Pia alikuwa na sukari pia inamsumbua pia, pamoja na pressure, magonjwa ya uzeeni au utu uzima alikuja kwa kasi kwa kipindi hicho. Kwa namna ambayo mzee Onyango alikuwa akiishi na watu wa media lakini pia na wasanii, tunajua kwamba alikuwa ni baba bora sana. Ni momenti zipi ambazo unazikumbuka sana sana za mzee usani katika masuala mazima, katika malezi na mambo yote? Momenti nazozikumbuka, mzee alikuwa anatuhimiza sana kwenye masuala ya umoja kwenye familia yetu. Kwa hiyo akikaa na wewe kwa mmoja mmoja anasisitiza ule muunganiko wa familia, na hiyo momenti ndio naikumbuka zaidi kwenye upande wangu. Na taratibu zingine zikoje sasa kuelekea kumpumzisha katika nyumba yake milele? Kwa sasa hivi ndo familia tumekutana hapa, na baada ya muda nadhani hatujatoa ratiba ili kuja tukiweka mambo sawa, baadaye anaweza kaja ratiba.